Mheshimiwa sana Padre Edbert Kishumbu, paroko msaidizi parokia ya Bikira Maria Mchungaji Kigoma, waheshimiwa viongozi wa halmashauri walei kwa rika na kwa itifaki yenu, lakini kwa heshima na taadhima kwa ukuu na huduma yenu, dada zangu watawa, makatekista, viongozi mbalimbali wa VMJ, waamini wote, watoto wa shirika la Mtoto Yesu na watoto wenye mapenzi mema. Tumsifu Yesu Kristo. Nyarubanda mpo? Nyarubanda oye! Wapendwa familia ya Mungu, mimi ni padre mtumishi nisiyestahili katika shamba la Bwana. Nilipowaona katika wingi huu tofauti na wanasiasa, nilitetemeka. Kuna frateli nilikuwa ninaika naye kwenye gari, nikamwambia niko naogopa. Nimepata hisia za kuogopa, sio kwa sababu ninyi ni watu wabaya, lakini kwa sababu ninaona kama ninadaiwa kitu kikubwa sana, kujibu hii kiu yenu nayo kuwa nayo kwa ajili ya huduma yangu. Wakati nimekaa pale, naona furaha za nyuso zenu, naona shangwe iliyolipuka kunipokea, nikajiambia mwenyewe, ole wako Father Bwoya, ukizima furaha hii hawa watu. Ndio maana nimesema nimeogopa, na mimi nitamwomba Mungu, nitamwomba Mungu, nitasali, nitashaurisha, nitaomba maongozi ya wazee wa kanisa, ya viongozi, ya mama zangu, ya baba zangu. Bahati nzuri nina uwezo wa kuongea lugha zaidi ya 6 na Kihaki kiwemo. Kwa hiyo hakuna ushauri utakaoshindikana kuupokea. Tuombeane sana sana. Jambo la pili, nitoe shukrani kwanza kutoka katika sakafu ya moyo wangu kwa uongozi na waamini wote wa parokia ya Kanisa Kuu Kigoma, ambao kwa kweli kwa kiwango kikubwa sio tu kwamba mmeniheshimisha, lakini mmeirudia heshima ile mliponipokea ile tarehe 15 Agosti 2024, siku ile viwanja vya Sinodi. Kwa mara ya kwanza mwaka huo nilikuwa nimesafiri kwenda Roma, nikatokea nikakuta ulikuwa na padri mmoja kutoka jimbo la Moshi. Aliponiona mahali nilipokuwa nimefikia kwenye hosteli wanapokaa, akaniambia, wewe kama unafanana na mtu fulani tuliona ameteuliwa kuwa askofu anasali pale Kanisa Kuu. Nikamwambia amina. Lakini ilikuwa ni maandalizi wale Wakristo wa Kigoma walionifanyia, ambayo inaonekana kwa nchi nzima ya Tanzania ilikuwa haijawahi kutokea. Na nishukuru chombo kimoja cha habari cha Nuru TV ambacho kilirusha kipindi kile kikaingiza kwenye YouTube na watu wakalike, wakashare na nikaenda viral. Na mkurugenzi wake yuko hapa, tupigie makofi kidogo. Nimerudia historia hii, lakini watu wa Kigoma, ikiwa sehemu pia kutoa shukrani za dhati kweli. Nimeamini lile tukio hakuwa mnaigiza, katika uzito ule ule ambao mmehamasishana, mmeongozana,
mahali hapa.